Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ya 7 ya mfungo wetu wa siku 7, from glory to glory, kutoka utukufu hata utukufu. Na leo Bwana akaona nisemesha ya kwamba omba na watu wangu nifungue mipaka ya nchi. Omba kwa watu wangu nifungue mipaka ya nchi. Ni Mungu anataka twende mbele zake tuombe afungue mipaka ya nchi. Kwa lugha nyingine, mipaka ya wewe kutoka nje ya nchi ni mpaka ifunguliwe katika ulimwengu wa roho. Na kuna mambo ambayo yanaweza yakawa yamefunga mipaka ya nchi. Mfano, unataka kwenda nje ya nchi, lazima kwanza uwe na sababu ya kwenda. Namba 2, lazima uwe na shauku ndani ya wewe kuweza kwenda. Namba 3, lazima uwe na connection ya unakoenda. Unaenda kufanya nini? Unaenda kukutana na nani? Ni nani anayekuunganisha wewe uende kwenye nchi fulani? Yani lazima hivyo vitu vyote kwa ujumla wake vifunguke. Hapo ndipo umefungua mipaka ya nchi, kwamba unaweza kaenda nje ya nchi. Sababu ya wewe kwenda nje ya nchi, unaweza kujikuta miaka ikaenda mpaka uzee kusiwe na sababu ya wewe kwenda nje ya nchi, ukabaki tu hapa Tanzania, au wewe ulio nje ya Tanzania ukabaki huko mahali popote ambapo upo. Unaweza kubaki hapo mpaka unazeeka. Ushasikia mtu anakuambia mimi sijawahi toka hapa kijijini, sijawahi ondokaga hapa. Mwingine anaweza akasema mimi sijawahi fika Dar es Salaam, sijawahi fika Dar es Salaam. Yani mipaka imefungwa, hakuna sababu. Yuko Mbeya vijijini huko, hana sababu. Yani ukisema aje Dar es Salaam kufanya nini, aje kuonana na nani, shauku ya kuja, yani hana shauku ya kuja, sababu ya kuja hana. Hata akisema aje, hana mtu ambaye anamconnect kwamba ana sababu ya kuja kuonana naye huku, ama mazingira, ama biashara, ama kazi, hamna. Kwa hiyo hicho kitu usipokiona katika ulimwengu wa roho, unaweza kadhani ya kwamba ni kitu cha kawaida, lakini sio kitu cha kawaida. Ni lazima tuombe mipaka ya nchi ifunguke, yani kwamba tufunguliwe twende nje huko. Sasa ukufunguka kwenda nje, kuna mambo mengi. Unaweza kufunguliwa mipaka tu ukaenda hata huko nje kutembea, hata kwenda tu vacation, ama kuna baraka zikafunguliwa huko ukaenda kibiashara, ama kuna baraka zikafunguliwa ukaenda kikazi. Ukasikia wanasema sasa wewe itabidi uende kuna mkutano Uingereza wa siku 3 ama wa wiki moja. Yani kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikafunguka, lakini ukajiuliza ni mimi? Yes, ni wewe, naongea na wewe. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa pia amefungwa, mipaka yake imefungwa kiasi kwamba hata ibada anauliza hivi, ni mimi? Naambiwa mimi. Nakwambia wewe unayenisikia wakati huu, lazima leo tuombe mipaka ifunguliwe katika ulimwengu wa roho. Ifunguliwe hiyo mipaka. Unaweza ukawa sasa umeshawahi enda hata nje za nchi, lakini bado kuna nafasi ya mipaka kufunguliwa. Halafu kajishangaa unatembea na nchi nyingine, na uhakika kabisa unaweza kuwa umeenda nchi moja lakini hujamaliza nchi zote. Lakini najua kuna baraka ambazo zipo nchi za nje ambazo lazima na uzichukue. Kuna neema. Hivyo nishawahi onaga watu wanaenda huko Dubai, wanaenda tu, nasikia wameenda kutembea. Unajuza hivyo unaendaje kutembea Dubai? Yani wewe unatembea Dubai. Yani mimi naenda kutembea Dubai. Why? Yani kwa njia ipi? Yani connection naanzia wapi? Nikifika nitalala wapi? Nauli nitapata wapi? Yani nani atanilipia nauli? Nitaendaje? Vyote hivyo na maswali yote hayo ni maswali ambayo katika ulimwengu wa roho yanadhihirisha kwamba mipaka yako imefungwa. Nikikwambia hapa vipi kwa habari ya wewe kwenda Ujerumani, utaanza kujiuliza Ujerumani naenda wapi, kwa nani? Yani naenda kufanya nini? Yani yale maswali unavyozidi kujiuliza na kuona kama hayawezekani, ujue katika ulimwengu wa roho mipaka yako imefungwa. Mipaka imefungwa. Na ndio maana ukuta kuna mtu mipaka yake ikifungwa sababu hana ya kwenda nje ya nchi. Nguvu hana ya kiuchumi,
lakini ndani shauku imekufa. Yani hata kama ana fedha lakini hana shauku, niende kufanya nini? Na ndio maana ukajikuta wewe ni mfanyabiashara, mipaka ikifungwa utabaki tu kuwasikia watu wanaenda China wanasema mimi nasubiria bwana nitanunua mzigo kwa watakao kuja. Yani mipaka imefungwa. Hauoni sababu ya wewe kwenda ukasababu acha niende nikatembee tu, niangalie tu kwanza kuna nini huko. Unajua sababu haipo, unakuta nguvu haipo, unakuta shauku ndani haipo, ni mipaka imefungwa. Usidhani ni jambo la kimwili, ni jambo la kiroho ambalo natakiwa mtu mmoja kuomba. Na tukishaomba mipaka ikifunguliwa, namba 1 utaanza kuona shauku ya wewe kwenda nje ya nchi. Namba 2 utaanza kuona nguvu ya kiuchumi, kuna milango inafunguka ya wewe kwenda. Namba 3 nakuta kuna watu ambao wanakuunganisha na safari yako. Namba 4 utajikuta tu ya kwamba unataka iwe kesho, sio mwaka ujao, unatamani iwe kesho. Na ukishafika kwenye level hiyo, hakuna mpaka utakao baki umefungwa kwako. Utaenda nchi yote unayoitaka kwa sababu mipaka imefunguliwa. Sasa naongea na mtu mmoja, najua yupo mtu ambaye Mungu anasema naye, na huyo mtu ananielewa, na anaweza akawa anasema kabisa hapa mchungaji, hapa ibada ya leo ni ya kwangu kwa sababu nimekaa Tanzania kwa muda gani. Yani hujawahi enda nje. Wengine mipaka imefungwa kiasi kwamba hata pasipoti hana. Mwingine mipaka imefungwa, pasipoti anayo lakini yani muhuri haupo. Hamna hata sehemu imegongwa muhuri. Kwa unajikuta kuna wengine mipaka imefunguka hapa jirani tu, hapa Rwanda, Kongo, au labda Burundi, labda Kenya. Lakini kuna wengine hata huko hajawahi funguka. Sasa ni wakati wa mipaka kufunguka. Sasa leo hii Mungu anapotupeleka from glory to glory, another reason, sababu nyingine ni ya kwenda utukufu hadi utukufu, ni kufunguliwa mipaka katika ulimwengu wa roho. Ni kufunguliwa mipaka katika ulimwengu wa roho. Kuna mwaka mmoja, na mimi miaka kama 2-3 iliyopita, niliwaza tu nikamwambia hivyo, why nimekaa zaidi ya miaka 10 sijasafiri hivi, kuna nini? Shida ni nini? Kwa nini? Mungu akanisemesha, nikafanya maombi ya kufungua mipaka. Yani ilibakia miezi michache tu kumaliza mwaka, lakini nilisafiri nchi kubwa zaidi ya 3. Na nikajishangaa, kukawa kwanza kuna shauku. Namba 2 kukawa kuna nguvu. Namba 3 kukawa kuna sababu. Yani nikajikuta tu kuna sababu. Nikawa nimeenda Marekani, nimerudi, nikaenda Uingereza, nimerudi, nikaenda si wapi. Yani nchi 3, 4, 5 nimesafiri za haraka ndani ya mwaka, haraka nikazisafiri zile nchi. Halafu nikajiuliza why sikuwahi kusafiri. Nikagundua kwamba kulikuwa kwanza hakuna sababu. Namba 2 kulikuwa hakuna shauku. Namba 3 kulikuwa hakuna nguvu. Kulikuwa hakuna watu kuconnect, kwamba kuna namna tutakafanya connection ya mimi kwenda. Kwa hiyo nikajikuta kumbe hayo mambo yote hayakuwepo. Mipaka ilikuwa imefungwa. Nilipofungua mipaka, hayo mambo yakatokea. Kwa hiyo ninataka na wewe leo unielewe. Yamkini unaweza kaona hata hii ibada sio ya kwako, ni kwa sababu mipaka pia imefungwa. Unaanza kuona no, mimi niende Uingereza kufanya nini? Hivi niende China kufanya nini? Niende Uturuki kufanya nini? Unajua, na ndio maana unakuta kuna baadhi ya wafanyabiashara mipaka yao imefungwa kiasi kwamba wao na wenyewe wanakuja kulanguliwa huku. Yani wanakuja kuongezewa, yani wanakuja kiruga biashara sio niongee nini. Yani mtu anakuja kupigwa huku bei kubwa wakati mahali angeza kwenda mwenyewe. Ya unajiuliza tu why huendi? Kwa nini uende wewe mfanyabiashara unanisikia? Kwa nini hujaenda China kama bado hujaenda? Kwa nini hujiunganishi bidhaa zako unazoziuza na kiwandani? Kwa nini? Kwa nini unasubiria mpaka niweze kununua duka la jumla la Kariakoo? Kwa nini usiende mwenyewe? Anayenunua duka ni Kariakoo. Yupo kuna mahali enda kununua. Kwa nini ukwenda wewe? Kwa nini unashawishika sana kuendelea kufanya biashara za hapa ndani? Kwa nini ushawishiki kwenda kufanya biashara za nje? Unaweza kuona ni kitu cha kawaida ukasema mbona mimi biashara nafanya faida, mbona napata faida? No, kuna mipaka ikifungwa, kuna faida kubwa zaidi ya hiyo. Fungulia mipaka leo. Fungua mipaka ya wewe kufanya biashara za kimataifa. Fungua mipaka. Kuna mtu mwingine nikisema biashara za kimataifa roho inalipuka sasa, hayo mavitu makubwa hayo mimi siyawezi. Biashara kimataifa, mipaka ikifungwa. Mipaka ikifungwa huoni sababu ya wewe kufanya hiyo kitu. Mipaka ikifungwa huoni nguvu.
Huoni kama haya mambo ni ya kwako, unaweza kupata nguvu hiyo. Lakini mipaka ikifunguliwa utaenda. Mipaka ikifunguliwa utafanya biashara za kimataifa. Mipaka ikifunguliwa load container wewe mwenyewe. Mipaka ikifunguliwa kuna mambo fulani hivi yakifunguliwa katika ulimwengu wa roho. Mipaka utaenda mwenyewe. Hautasikia tu kuambiwa hizi ni nguo za Uturuki. Utaenda mwenyewe Uturuki. Utaenda mwenyewe Uturuki. Muda mwingine tunadanganywa kwamba ni za Uturuki kwa sababu hata Uturuki hatupajui. Kwa hatujaenda kwa hakika kama zinatokea huko. Kwa ukiambiwa zinatokea huko basi unakubali. Kuna nyingine anasema hizi sio zinatokea Uingereza kwa sababu hatujawahi enda huko. Vipi? Lazima uende kwenye soko la Uingereza. Lazima uende kwenye soko la Marekani. Lazima uende kwenye soko la China. Lazima uende kwenye soko la Uturuki. Lazima uende kwenye soko la South Africa. Lazima uende mwenyewe. Lakini kama mipaka haijafunguliwa, unaweza kuona mchungaji anaongea mavitu makubwa kama ndoto. Lakini mipaka ikifunguliwa utashangaa tu kumbe China ni hapo. Kumbe South Africa ni hapo, kwa sababu mipaka imefunguliwa katika ulimwengu wa roho. Tuende mbele za Bwana tukaifungue mipaka. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno hili Bwana la mfungo wa siku ya 7, lakini tunalipokea ndani ya mioyo yetu kama neno na maombi ya wakati ulioamriwa, kwa sababu yupo mtu ambaye anasemeshwa kwa habari ya kufunguliwa mipaka yake leo. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaifungua mipaka. Wewe mwenyewe unaifungua mipaka ndani ya maisha yetu. Hatutakuwa wa kawaida. Roho Bwana unafungua mipaka ya wafanya biashara kwenda nje za nchi. Mungu aliye hai, unafungua mipaka ya wafanya kazi kwenda kwenye vikao, kwenda kwenye safari za nje ya nchi. Roho Bwana unafungua mipaka hata kwa wasio na biashara, hata kwa ambao sio wafanya kazi, hata kwenda vacation nje ya nchi. Roho Bwana unafungua mipaka katika ulimwengu wa roho, ili watoto wako na mtoto wako anayenisikia apate sababu ya yeye kwenda nje ya nchi. Mtoto wako apate shauku ya yeye kwenda nje ya nchi. Mtoto wako apate connection ya kwamba anaenda kule, atakutana na huyu, atafanya hivi. Roho Mtakatifu, ninaomba kwa jina la Yesu, unapoifungua mipaka, Roho Bwana ninaomba uanze na anayenisikia wakati huu Bwana, na atakayesema ndio ya kwamba huu ujumbe ni wa kwangu, Roho Bwana anza naye. Kila atakayekubali ndani ya moyo wake ya kwamba wewe Mungu unamuongelesha yeye kwa nguvu za neno hili Bwana, ninaomba kila atakayepokea ya kwamba ni yeye anaongeleshwa, Mungu aliye hai, anza naye, anza naye, anza naye. Kila atakayesema ndio katika neno hili na kusema Bwana anasema nami, Roho Bwana anza naye. Fungua mipaka kwa jina la Yesu. Fungua mipaka ya kimataifa, aende nje ya nchi, aende ndani ya nchi, aende ndani ya Afrika, aende nje ya Afrika, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninafungua mipaka ya Ulaya, ninafungua mipaka ya Marekani, ninafungua mipaka ya Uarabuni, ninafungua mipaka ya China na maeneo mengine ya nchi katika jina la Yesu. Ninafungua mipaka yote katika jina la Yesu. Mipaka ya Uturuki ninaifungua. Roho Bwana ninaomba kwa rehema na neema, mipaka ikawe wazi. Roho Bwana, mipaka ikawe wazi. Mtoto wako huyu apate kuondoka na kwenda nchi hizo. Mipaka iwe wazi katika jina la Yesu. Asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali chako Roho Bwana. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Wewe ambaye unasema ya kwamba huu jumbe ni wa kwangu, unayesema mimi Mungu nataka mipaka yangu leo ifunguliwe, unatamani umuone Mungu akiyafungua malango na mipaka yako. Kama wewe uko tayari, nataka ushike sadaka yako. Uko tayari, unasema huu jumbe ni wa kwangu, shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Utaiachilia sadaka yako njema kwa Bwana. Utaiachilia sawa sawa na vile ndani yako Mungu anavyokusukuma. Utaiachilia mipaka ifunguke. Wewe namuona mtu mmoja huko kijijini huko ananisikia, hautaki kukaa huko, mipaka ifunguliwe. Uondoke huko, mipaka lazima ifunguliwe. Shika sadaka yako. Utaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.